safari ya magumu sana. Wokovu wangu mimi natamani saa ingine kuwasimulia namna ambavyo ilikuwa. Mimi sikuokoka kwa hiari yangu. Nafikiri maisha yangu umeyaona namna yalivyo. Nilipata neema ya kupata ujumbe wa Mungu nikiwa Mbagara, naishi maisha machafu, maisha ya ovyo sana, kama ambavyo nimekuonyesha picha zetu zilivyo. Nafikiri nilikuwa kwenye hali ngumu sana ya kiuchumi, kwa sababu nilikuwa nimezoea hali fulani. Kwa mimi nilikuwa mfanyabiashara, nilikuwa na fedha, nikisema na fedha, yani kwa siku mimi kuingiza laki ni kitu cha kawaida kwa wakati ule wa maisha ya ovyo. Lakini sijisifu kwa sasa, kwa kuwa njia niliyokuwa naitumia kuingiza fedha haikuwa halali pia. Kwa siwezi kuisifia fedha ya ugharimu, lakini najaribu kuongea ni pengine watu wapate kuelewa. Kwa hiyo kwenye harakati ya maisha niliumba, na baada ya kuyumba ukafika wakati hali kawa mbaya, nikawa nakosa hata pesa ya chakula. Siku 3-4 sina hata chakula, maisha ya ovyo sana. Lakini nimesema nilizaliwa kwenye Uislamu. Baba yetu ni Muislamu, lakini mama yetu ni Mkristo Katoliki. Kwa hiyo katika harakati ya maisha baba na mama walitengana, lakini mama akarudi kwenye dini yake ile ya dhehebu la Katoliki, akaendelea na ibada zake. Ni mwisho wa siku Mungu alimtokea mama yangu, akasema naye kwa habari ya mimi. Ilikuwa ni usiku wa saa 8. Haikuwa ndoto wala haikuwa maono, ilikuwa ni halisi. Akiwa amelala na wadogo zangu wakiwa wanaendelea na masomo. Nafikiri mama yangu alikuwa kwenye nyumba ndogo tu, wadogo zangu walikuwa kwenye nyumba kubwa. Akiwa amelala, mama yangu anaeleza ya kwamba alisikia kishindo kikubwa sana juu ya bati. Yani ni kama kitu kikubwa sana kimeanguka mpaka nyumba na ardhi vikatetemeka. Akaona jihoji sasa, baada ya kushtuka kwenye usingizi, nini ninaota au nini? Wakati anajiuliza, akasikia kishindo kingine tena kwenye mlango. Ikabidi sasa washe taa kujaribu kumulika. Nafikiri maisha ya kijijini unayajua namna yalivyo. Hiyo ikabidi awashe taa kuangalia mazingira ya ndani pale, hakuona chochote. Kumulika kwenye paa kwa ndani, hakuona chochote. Ikabidi afungule mlango tu nje atoke kuangalia nje, pia hakuona chochote. Ikabidi arudi ndani akiwa kwenye tafakari, anatafakari. Anasema ilipiga radi ambayo hakuna aliyeisikia isipokuwa ni yeye peke yake. Hata alipojaribu kuwauliza majirani asubuhi yake hawakusikia, lakini usiku wakati radi inapiga, usiku majira kama ya saa 8. Kwa hiyo aliamka, ikabidi sasa aende kuwakagua wadogo zangu kule walipo. Akawauliza kwa kuwa walikuwa macho na wao wanajiandaa, kesho yake ilikuwa ni mitihani. Kwa hiyo alikuwa busy sana na masomo yao. Kwa baada ya kuwahoji hii hali vipi, wao wakadai hawajasikia chochote na walikuwa macho, lakini yeye amesikia. Na anasema radi iliyopiga ni kama imepiga karibu na kifua chake. Radi imepiga kwa mungurumo mkubwa na kwa mwanga mkali sana. Akarudi kitandani akiwa anatafakari sana na hofu kitanda moyoni. Akajiuliza maswali mengi. Nini maana ya hii? Nini maana ya haya? Wakati yuko kwenye tafakari, ilikuwa mfano kama wa mkono wa mtu asiyouona, lakini ule mkono ulishika hapa. Yani ni mkono ulioshika kufuminya koo, lakini hauoni, ila nahisi kuna mkono umeshika. Akaanza kukabwa sana. Wakati anakabwa sasa, anang'ang'ana kukemea kwa jina la Yesu. Anaposema kwa jina la Yesu, hii sura imaliziki, anaishia kwa jina la yeye, kwa jina la yeye. Hii sura imaliziki. Kwa alikabwa kwa kipindi kirefu, akaja kujikuta sasa ni kama anaelekea kupoteza pumzi. Wakati anaelekea kupoteza pumzi, ndani ya muda mfupi sauti ikasikika ikiongea. Akasema, mwambie mwanao fulani asali sana. Mara ya kwanza, mwambie mwanao fulani asali sana. Mara ya pili, mwambie mwanao fulani asali sana. Mara ya tatu. Na huyo mwanaye anayetajwa ndio mimi. Tuko watoto 5, lakini niliyepata neema ya kuwa mchungaji ni mimi. Lakini kwa neema aliyonipa Kristo Yesu, nimepambana mpaka kuhakikisha ndugu zangu wameokoka. Kwa sasa nimesalia na ndugu zangu 2 tu miongoni mwa watoto 5, lakini 2 niko nao hapa.
ninawalea mimi kama baba yao wa kiroho. Kwa hiyo najaribu kueleza maisha haya. Lakini mama pia baada hiyo sauti kukoma akaachiwa. Hofu ikatanda moyoni sana na kilio kikubwa sana. Kuna nini? Akaomba sana, kemea, kataa ile hali. Hakuelewa ni ujumbe wa Mungu, kwa sababu alijaribu kujihoji maswali. Nafikiri hata wewe unajiuliza wakati anajihoji maswali, Mungu amenipa ujumbe nimwambie mwanangu, lakini akajusa ni Mungu gani atakayenikaba? Ni Mungu gani alete mavishindo haya? Ni Mungu gani alete maradi haya? Ni Mungu gani anikabe kiasi hichi? Kwa hiyo imani ya kuamini ni Mungu ikawa inatendeka. Lakini akirudisha imani, labda ni wachawi, labda ni mashetani. Ni mashetani gani ataniambia nimwambie mwanangu asali sana? Kwa hiyo akawa katikati, haelewi nini cha kufanya. Lakini mwisho wa siku akanifikishia ujumbe ule. Kesho yake akanipigia simu kiwa Dar es Salaam, akanieleza. Kwa kweli nilihuzunika sana na kulia sana, kwa kuwa nami sikuelewa. Lakini kwa kuwa nilikuwa naishi na kijana mmoja ambaye alikuwa ameokoka, baada ya yeye kufika Dar es Salaam na yeye akarudi nyuma akaanza kuishi maisha machafu kama mimi. Aliporudi alinikuta nalia. Nilipomwelezea ile sababu ya yale ambayo niliyasikia, alikasirika sana na ilikuwa nusu anipige makofi na kuniona mimi ni mpumbavu sana. Namuuliza nini? Anambia wewe ni mjinga, ni Mungu anakuita ufanye kazi yake. Kumbuka na yeye alishamwasi Mungu, lakini chembe ya kuelewa baadhi ya vitu vya kimungu yeye anayo. Kwa akanisaidia kunifafanulia kwa kina sana ili mimi nipate kujua. Lakini tangu hapo kweli na mimi nikaanza harakati ya kuanza ibada, nikawa nasali na mshukuru Mungu akanipa neema. Lakini kwa kuwa nilikuwa ni kanisa la Katoliki ambalo lisingetosha kunifanya kuwa hivi nilivyo, Mungu akanifungulia mlango